Na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo ya jioni ya leo ikiwa tarehe 2 Julai mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia taarifa zetu kila siku. Leo tumekuandalia habari muhimu kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu, zikiwemo taarifa za usalama, siasa, afya na maendeleo. Miongoni mwa habari tulizokuandalia ni yale ya usalama kutoka huko Masisi na Goma. Mageuzi makubwa yanaendelea ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na taarifa za hivi karibuni kuhusu mlipuko wa kipindupindu nchini. Mimi ni Teroje Longa, basi nakukaribisha kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo ikiwa ni tarehe 2 Julai mwaka 2026. Nini Kivu News Info kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya tahadhari inaendelea kushuhudiwa katika kijiji cha Bulende kilichopo ndani ya kundi la Bashali Mokoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kwa sababu mapigano makali tokea kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Ingawa leo Alhamisi kumeshuhudiwa utulivu wa muda katika eneo hilo, hali ya usalama bado inaelezwa kuwa ni tete, huku wananchi wakiendelea kuwa na hofu ya kurejea kwa mapigano wakati wowote. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vilivyoko karibu na eneo hilo, siku ya Jumatano tarehe 1 Julai, waasi wa M23 walijaribu kupanua maeneo yao ya operesheni na kwa kuelekea Bukonde, eneo loko mpakani mwa makundi ya Bashali Mokoto katika wilaya Masisi na Kisimba katika wilaya ya Walikale. Taarifa zinaeleza kuwa lengo la waasi ilikuwa ni kuzunguka ngome za Wazalendo lopo Menjenje ili hatimaye waweze kufungua njia kuelekea eneo la Mpeti ambalo lina umuhimu wa kijeshi kutokana na nafasi yake katika ukanda huo. Hata hivyo mpango huo kufanikiwa baada ya Wazalendo kuwazuia kwa mapigano makali katika eneo la Bulende. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa baada ya kukumbana na upinzani huo, waasi walilazimika kurudi nyuma na kurejea katika nafasi zao za awali zilizopo Malemu. Katika mapigano hayo, taarifa zinaonyesha kuwa waasi wa M23 walitumia ndege zisizo na rubani maarufu kama droni kushambulia nafasi zinazoshikiliwa na Wazalendo. Matumizi ya droni katika mapigano yanaendelea kuongeza wasiwasi kutokana na uwezo wake wa kufanya mashambulizi kwa umbali mkubwa na kuongeza madhara kwa raia wanaoishi katika karibu na maeneo ya mapigano. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika makabiliano hayo. Pande zote zinazohusika zijatoa tathmini ya hasara zilizopatikana, linalofanya kuwa vigumu kudhibitisha ukubwa wa madhara yaliyosababishwa na mapigano hayo. Wakati wa wakazi wa kijiji vinavyozunguka Bulende walikumbwa na hofu kubwa kutokana na milio mizito ya silaha nzito na nyepesi iliyosikika kwa saa kadhaa. Baadhi ya familia zinaripotiwa kuondoka makwao na kutafuta maeneo salama wakihofia kuendelea kwa mapigano. Licho tulivu unaonekana kwa sasa, vyanzo vya ndani vinaonya kuwa hali ya usalama bado ni ya wasiwasi, kwani pande zinazopigana bado zinaendelea kushikilia nafasi zao katika maeneo ya karibu. Hata hivyo, wananchi wanaendelea kuishi katika tahadhari kubwa kwa wakisubiri kuona iwapo tulivu wa muda utadumu au mapigano yataanza tena. Maendeleo haya yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu kwa wakazi wa Masisi na maeneo jirani, wakitumaini kurejea kwa amani na usalama wa kudumu badala ya siku kadhaa za mapigano kusababisha hofu kwa raia. Mwanaume mmoja anajulikana kwa jina la Volonte Wema amepatikana amefariki dunia Jumatano tarehe 1 Julai katika eneo la Mungunga lopo katika munisipaa ya Karisimbi mjini Goma mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa siku 2. Kisa hicho kimezua huzuni na hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa jiji la Goma ambao tayari wamekuwa wakikabiliana na changamoto kubwa za usalama katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa Jile Ngeleza, rais wa baraza la vijana la munisipaa Karisimbi, mwili wa marehemu ulipatikana katika eneo la Mungunga ukiwa na majeraha ya risasi hasa kichwani, jambo linaloonyesha kuwa aliuawa kwa kupigwa risasi. Ngeleza anasema kuwa marehemu alikuwa akiishi katika mtaa wa Himbi kabla ya kutoweka, na hadi mwili wake ulipopatikana familia pamoja na ndugu zake waendelea kumtafuta bila mafanikio. Katika taarifa yake, kiongozi wa vijana amelaani vikali tukio hilo akisema kuwa limeongeza wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vitendo vya mauaji na kiukaji wa haki za binadamu katika jiji la Goma. Amedai kuwa baadhi ya wapiganaji wa waasi wa M23 wanatumiwa kuhusika na mauaji hayo, ingawa hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa upande unaotumiwa kuhusu madai hayo. Baraza la vijana wa munisipaa Karisimbi limelaani mauaji ya kijana Volonte Wema ambaye alikuwa akiishi katika mtaa wa Himbi. Mwili wake ulipatikana Mugunga baada ya kutoweka kwa siku 2. Alipigwa risasi kichwani na baadhi ya wanachama wa M23 wanaotajwa kuhusika na tukio hilo, alisema Jile Ngeleza kupitia taarifa yake. Amesema kwa tukio hilo linaendelea kuongeza hofu kwa wakazi wa Goma ambao tayari wanaishi katika mazingira yasiyofahamu kutokana na changamoto za kiusalama zinazokabili jiji hilo.
Kutokana na hiyo, ametaka mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka na kudhibiti ili kuhakikisha usalama wa wananchi unaimarishwa na wahusika wa vitendo vya mauaji wanachunguzwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Vile vile ametoa wito kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO pamoja na mashirika mengine ya kimataifa yanahusika na ulinzi wa raia kuongeza juhudi zao katika kulinda maisha ya wananchi wa Goma na maeneo mengine yanayokumbwa na migogoro ya silaha. Hadi sasa mamlaka husika hajatoa taarifa rasmi kuhusu mazingira kamili ya mauaji hayo wala hatua zinazochukuliwa kufuatia tukio hilo. Wakati huo uchunguzi unatarajiwa kuendelea kubaini ukweli wa kilichotokea na kubaini waliohusika na mauaji ya Volonte Wema. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza rasmi mchakato mpana wa kufanya mageuzi ya mfumo wa sheria unaosimamia sekta ya ulinzi la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuifanya jeshi hilo kuwa la kisasa lenye ufanisi zaidi na linaloweza kukabiliana na changamoto za sasa na zijazo za kiusalama. Zilitangazwa Jumatano tarehe 1 Julai wakati makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa taifa pamoja na waziri wa vita Gikamombo Mwendiavita alipokuwa akiongoza kikao maalum cha kazi kilichofanyika katika hoteli ya Wizara ya Ulinzi mjini Kinshasa. Kikao hicho kilihusisha viongozi wakuu wa jeshi la FARDC pamoja na wataalamu mbalimbali wa sekta ya ulinzi kwa lengo la kuanza mapitio ya kina ya sheria na kanuni zote zinazoliongoza jeshi la taifa. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano ni waziri msaidizi anashughulikia wazee wa vita Eliezer Ntambwe, mkuu wa majeshi la FARDC, mkaguzi wa FARDC, mkuu wa ikulu ya kijeshi, makamanda wa vikosi mbalimbali, wakuu wa huduma za kijeshi, majaji wa mahakama za kijeshi pamoja na wataalamu wa sheria na masuala ya ulinzi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, Gikamombo Mwendiavita amesema kuwa hatua hiyo ni moja ya mageuzi muhimu zaidi katika historia ya jeshi la Kongo. Alieleza kuwa lengo si kubadilisha maandishi ya sheria pekee bali ni kujenga mfumo mpya wa kisheria utakaowezesha jeshi kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira ya sasa yanayokubalika kwa kasi. Amesema kwa miaka mingi baadhi ya sheria zinazotumika ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepitwa na wakati na zindani tena na hali halisi ya changamoto ya kiusalama ambazo nchi inakabiliana nazo, hususan vita dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi, ugaidi, matumizi ya teknolojia mpya vitani pamoja na mabadiliko ya mazingira ya kisiasa na kijeshi duniani. Kwa mujibu wa waziri huyo, mageuzi yanatekelezwa kwa kuzingatia maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na amri jeshi mkuu wa FARDC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye ameweka mbele ajenda za kulijenga jeshi la kitaalamu la kisiasa na lenye uwezo mkubwa wa kulinda mipaka taifa, wananchi pamoja na kulinda mamlaka ya nchi. Amefafanua kuwa mchakato huo utazingatia maeneo makuu matatu. Kwanza, kutathmini sheria ambazo zimepitwa na wakati yao ambazo haziwezi tena kutekelezwa katika mazingira ya sasa. Pili, ni kurekebisha vifungo vya sheria ambavyo havikizi tena mahitaji ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya leo. Na tatu, ni kuandaa sheria mpya zitakazojibu changamoto ya kisiasa na kiusalama, kimkakati, kijeshi na kitaasisi zinazokabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gikamombo Mwendiavita amewataka washiriki wote wa mchakato kufanya kazi kwa uzalendo, weledi na wajibikaji mkubwa ili kuhakikisha matukio yanapatikana yanaweka msingi imara ya kuilifanya FARDC kuwa jeshi la mfumo wa sheria unaendana na viwango vya majeshi ya kisiasa duniani. Amesema kuwa mfumo bora wa sheria ni moja ya nguzo muhimu katika kuimarisha nidhamu ya kijeshi, kuongeza wajibikaji wa wanajeshi, kuboresha utendaji wa taasisi za kijeshi na kuhakikisha haki inatendeka ndani ya jeshi. Mwishoni mwa kikao hicho, waziri wa ulinzi alimkabidhi rais wa kwanza wa mahakama kuu ya kijeshi jukumu la kuongeza tume maalum itakayosimamia mageuzi hayo na ya kisheria. Tume imepewa muda wa miezi 3 kufanya uchunguzi na uchambuzi wa sheria zote zinazotumika kwa sasa, kubaini mapungufu yaliyopo na kuwasilisha mapendekezo ya mfumo mpya wa sheria utakaoweza kukizi mahitaji ya sasa na baadaye ya ulinzi wa taifa. Serikali ya Kongo inaamini kuwa mageuzi hayo yatachangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha uwezo wa FARDC, kuongeza ufanisi wa operesheni za kijeshi na kuimarisha usalama wa taifa, hasa katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za usalama katika maeneo kadhaa, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za kiutawala katika wilaya Mahagi mkoani Ituri zimethibitisha kifo cha askari mmoja wa polisi la taifa aliyekuwa akihudumu katika kikosi cha uingiliaji wa msaada cha Siate cha Jalagasira Centre ndani ya eneo la utawala wa jadi la Aru, Uganda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo la, mwili wa askari huyo ulipatikana usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 23 Juni ukiwa
Ningiana kwa kamba linalozua maswali mengi miongoni mwa wananchi na wenzake. Hadi sasa mazingira halisi yalisababisha kifo chake bado hajafahamika. Mamlaka husika haijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha tukio hilo wala hajathibitisha iwapo ni tukio la kujua mauaji au sababu nyingine yoyote. Uchunguzi unaendelea kubaini ukweli wa kile kilichotokea. Baada ya wataalamu wa uchunguzi wa matukio kufanya kazi katika eneo husika na kukusanya vielelezo vya awali, mwili wa marehemu ulikabidhiwa kwa familia yake na kwa idhini ya mamlaka ili kuruhusu maandalizi ya mazingira kufanyika kwa heshima zinazostahili. Kifo hicho kimebua hisia tofauti ndani ya jamii ya Mahagi, huku wananchi wengi wakisubiri kwa hamu matokeo ya uchunguzi atakayotoa mwanga kuhusu mazingira ya tukio hilo. Kwa upande wake, viongozi wa mashirika ya kiraia katika wilaya Mahagi wametaka wananchi kuwa watulivu na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, wakisisitiza kuwa uvumi unaweza kuongeza taharuki na kuzua mgogoro usio lazima ndani ya jamii hii. Katika wito wao, viongozi wameeleza kuwa ni muhimu pia kila mmoja kuheshimu kazi ya vyombo vya uchunguzi na kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka zinazohusika. Tunatoa wito kwa wananchi wote kubaki watulivu, kuepuka kutoa hitimisho kabla ya uchunguzi kukamilika na kuacha vyombo vinavyohusika kufanya kazi yao kwa uhuru. Pia tunahimiza watu wote kutumia njia za amani katika kutatua tofauti zao na kuendelea kulinda mshikamano wa kijamii, wameeleza viongozi hao wa kiraia. Hadi wakati taarifa inaandaliwa, jeshi la polisi la taifa la Kongo lilikuwa bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo wala hatua zinazochukuliwa kufuatia kifo cha askari huyo. Matokeo ya uchunguzi yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu chanzo cha tukio hilo na kubaini ikiwa kulikuwa na mkono wa mtu mwingine au la. Wakati huo, wananchi wa Mahagi waendelea kusubiri majibu rasmi, huku wakihimizwa kudumisha utulivu na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya zaidi siku hadi siku, huku mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yenye silaha yakizidi kushika kasi katika maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini. Licha ya juhudi za diplomasia zinazoendelea na kauli za viongozi wa kitaifa na kimataifa za kutaka kurejesha amani ya kudumu, hali halisi uwanjani inaendelea kuonyesha kuwa vita bado vinaendelea kusambaa katika maeneo mapya. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa vyanzo vinavyofuatilia kwa karibu mzozo huo, jioni ya jana Jumatano tarehe 1 Julai mwaka 2016, eneo la Mikenge litangazwa kuingia chini ya udhibiti wa muungano wa waasi unaojumuisha makundi ya Red Tabara, M23 pamoja na Twirwaneho. Taarifa hizo zinaeleza kuwa waasi hao waliendesha mashambulizi makali kutoka pande mbalimbali, hali na walazimu wanajeshi waliokuwa wakilinda eneo kujiondoa baada ya mapigano yaliyodumu kwa muda. Kuanguka kwa Mikenge kunatajwa kuwa ni pigo jingine kubwa katika nyanda za juu za Fizi, eneo ambalo limekuwa likishuhudia mapigano mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kudhibiti eneo hilo kunaweza kuwapa nafasi waasi na kuimarisha ushawishi wao na kupanga operesheni nyingine katika maeneo ya jirani. Wakati huo, taarifa zinadai kuwa matumizi ya drone zinazohusishwa na Rwanda zinaendelea kubadili mwenendo wa mapigano katika ukanda huo. Kwa mujibu wa madai hayo, droni hizo zilitoa msaada mkubwa katika mashambulizi yaliwezesha waasi kuteka Mikenge, na pia pia zimekuwa zikuzuia operesheni za FARDC zilizokuwa zikilenga kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu ikiwemo mji wa Minembwe. Chanzo hicho kinaeleza kwamba zaidi ya mwezi mmoja sasa mashambulizi ya anga kwa kutumia droni yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika vijiji vya nyanda ya juu za wilaya Fizi. Ndio kwa washambuliaji hao walisababisha vifo vya wanajeshi wa FARDC na washirika wao pamoja na athari kwa baadhi ya maeneo ya raia, jambo ambalo limeongeza hofu na kusababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Kadiri mapigano yanavyoendelea, hofu imeongezeka kuhusu uwezekano wa waasi kusonga mbele kuelekea maeneo mengine ya kimkakati. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa ikiwa hali itaendelea bila mabadiliko makubwa, maeneo kama Point Zero na hata mji wa Baraka yanaweza kuwa katikati ya hatari ya kushambuliwa. Endapo hali haitatokea, wanaeleza kuwa mapigano yanaweza kuenea hadi kuelekea mkoa wa Tanganyika na hivyo kupanua zaidi wigo la mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi. Taarifa hiyo inaibua mjadala kuhusu uwezo wa ulinzi wa anga wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati serikali imekuwa ikitangaza kuendelea kuimarisha uwezo wa kijeshi kupitia bajeti ya ulinzi na mapigano mbalimbali ya kijeshi. Baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuwa maendeleo ya teknolojia yanayotumiwa vitani, hususan matumizi ya drone, yanaonyesha umuhimu wa kuimarisha zaidi mfumo wa ulinzi wa anga ili kukabiliana na vitisho vya aina hiyo. Hata hivyo, ni muhimu kubainisha kuwa madai kuhusu ushiriki wa Rwanda na matumizi ya drone katika mapigano haya yanatokana na vyanzo vinavyofuatilia mzozo na bado yanahitaji kuthibitishwa kwa njia huru. Upande wake, serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuhusika moja kwa moja katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mamlaka za Kinshasa zikiendelea kuitumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, tuhuma ambazo zinaendelea kuwa chanzo cha mvutano na diplomasia katika nchi hizo mbili.
Ripoti ya kundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imeboa madai mapya kuhusu nafasi inayodaiwa kuchezwa na wanasiasa wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Nyarukabo, katika kuimarisha uhusiano kati ya kundi la Twirwaneho na viongozi wa muungano wa AFC/M23. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Moise Nyarukabo ambaye alikuwa seneta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na anatajwa kuwa mmoja wa watu wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila, amekuwa na ushawishi mkubwa katikati ya harakati za kisiasa na kijeshi zinazohusishwa na makundi hayo licha kutokuwa na wazifa rasmi ndani ya kundi ya Twirwaneho. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa Moise Nyarukabo alihusika kama mwakilishi wa maslahi ya Twirwaneho katika mikutano ya ngazi ya juu ya kukutanisha viongozi wa kundi hilo, viongozi wa AFC/M23 pamoja na Joseph Kabila. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, jukumu hilo limemfanya kuwa kiungo muhimu kati ya makundi hayo katika kipindi ambacho mzozo wa mashariki mwa DRC unaendelea kushika kasi. Moise Nyarukabo si mgeni katika historia ya makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo. Kabla ya kuwa seneta, aliwahi kuwa makamu wa rais wa zamani wa kundi la waasi la RCD Goma iliyokuwa na ushawishi mkubwa wakati wa vita vya Kongo. Ripoti inaeleza kuwa uzoefu wake wa muda mrefu katika siasa na migogoro mashariki mwa nchi ulimwezesha kujijengea nafasi muhimu katika mienendo ya sasa na ya kijeshi na kisiasa na kijeshi. Ripoti inadai kuwa Moise Nyarukabo anaendelea kuwa na mahusiano ya karibu na baadhi ya viongozi wa kijeshi wa AFC/M23 wanaozua utata mkubwa. Miongoni mwa mtajwa ni Sultani Makenga anayefahamika kama kamanda mkuu wa kijeshi wa M23 pamoja na Bertin Biamungu pamoja na waafisa wakuu wengine wa kundi hilo. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa uhusiano huo unazidisha mashaka kuhusu uwepo ushirikiano kati ya viongozi wa zamani wa makundi ya waasi na miungano mipya inayopigana mashariki mwa nchi. Ripoti hiyo inaeleza kuwa shughuli hizo za kisiasa zinazoonekana kwenda sambamba na malengo ya jukwaa la kisiasa linaloitwa Sauvons la RDC ambalo linamhusisha Joseph Kabila na baadhi ya washirika wake. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, jukwaa hilo linatoa wito kwa kuhamasisha wananchi kusimama dhidi ya serikali iliyopo madarakani, jambo ambalo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanalitafsiri kuwa ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa kutafuta mabadiliko ya utawala nchini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, malengo hayo ya kisiasa yanaonekana kufanana na malengo ya kijeshi ya muungano wa AFC/M23 ambao unaendelea kudhibiti maeneo mbalimbali katika mkoa Kivu Kaskazini na Kusini. Hata hivyo, ripoti inaonyesha kuwa licha kuwepo kwa malengo yanayofanana kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa nchini, bado kuna tofauti za kimkakati kati ya baadhi ya viongozi wa kisiasa na makamanda wa M23. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa katika baadhi ya wanasiasa wa upinzani pamoja na AFC/M23 wanatajwa kuwa na azma ya kuleta mabadiliko ya uongozi mjini Kinshasa. Viongozi wengi wa kijeshi wa M23 wameonekana kuweka kipaumbele katika kuimarisha udhibiti wao wa maeneo mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa Kivu Kaskazini na Kusini, kabla kufikiria hatua nyingine za kisiasa. Hata hivyo, ni muhimu kusitiza kwa Joseph Kabila, washirika wake wa karibu pamoja na chama chake cha kisiasa wameendelea kukanusha vikali madai yote yanahusishwa na muungano wa waasi wa M23 wa makundi mengine ya waasi. Wamesisitiza mara kwa mara kuwa hawana uhusiano wowote na harakati za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa nchi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaendelea kuzua mjadala mkubwa ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiongeza shinikizo kwa wahusika wote na kutoa ufafanuzi kuhusu madai wakati juhudi za kurejesha amani katika mashariki mwa nchi zikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kijeshi. Mamlaka za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya zinaendelea kutoa tahadhari kufuatia kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa katika mlipuko wa Ebola, huku takwimu za hivi karibuni zikionyesha kuwa jumla ya wagonjwa 1406 wamethibitishwa tangu ugonjwa huo ulipoanza kuenea nchini. Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya ugonjwa huo, watu 438 kati ya waliothibitishwa kuambukizwa wamefariki dunia. Hali hiyo inaonyesha kuwa kiwango cha vifo kufikia 31.2, jambo inaonyesha ukubwa wa athari za ugonjwa na umuhimu wa kuendelea kuimarisha hatua za kinga na matibabu. Wakati huo, wagonjwa 609 bado wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya, wakiwa wamewekwa kwenye uangalizi wa karibu kupitia mfumo wa kutengwa au kulazwa hospitalini ili kuzuia maambukizi zaidi. Habari za kutia moyo ni kwamba watu 192 wamepona baada ya kupokea matibabu na kuruhusiwa kurejea katika familia zao. Katika juhudi za kukidhi kuenea kwa ugonjwa huo, wataalamu wa afya wanaendelea kufuatilia watu wanaokutana na kuwasiliana na wagonjwa waliothibitishwa kuambukizwa. Takwimu zinaonyesha kuwa hadi sasa 92.5% ya watu waliokuwa kwenye mawasiliano ya wagonjwa wamefuatiliwa katika mikoa mitatu iliyoathirika. Mamlaka za afya zinasema hatua inafuatilia kutokana kwa kukutana na wagonjwa ni muhimu katika kuvunja mnyonyoro wa maambukizi na kuzuia ugonjwa huo kuenea katika maeneo mengine ya nchi. Kwa sasa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, uchunguzi wa visa vipya, utoaji wa huduma za matibabu pamoja na ufuatiliaji wa watu waliokutana na waathirika zinaendelea kuimarishwa, huku serikali ikishirikiana na wadau wa sekta ya afya kuhakikisha mlipuko unadhibitiwa haraka iwezekanavyo.
Mamlaka zinaendelea kuhimiza wananchi kuzingatia kanuni za usafi, kunawa mikono mara kwa mara na maji safi na sabuni, kutumia maji salama ya kunywa, pamoja na kuwahi kufika katika kituo cha afya kipindi unaona dalili za ugonjwa ili kupunguza athari za maambukizi na vifo vinavyoweza kuzuilika. Na ni kufika hapa ndipo tunatimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 2 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho na kutuendelea kutuamini kama chanzo chenu cha habari za uhakika. Endeleeni kufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa habari zinazoendelea kujiri kwa wakati. Basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info tunatakia jioni njema yenye amani na usalama. Huku tukiendelea kuahidi kwamba tukutane tena kesho asubuhi Julai tarehe 3 Julai kuanzia saa 11:30 alfajiri kwa taarifa nyingine muhimu za habari. Basi kabla ya kutimisha matangazo yetu ya jioni leo, naendelea kukumbusha kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekuomba kufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa ndugu anasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longo, asanteni sana kwa kutusikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki. Bye bye na chao.